wote ambao wamejumuika nasi leo pamoja na naibu mawaziri, Mheshimiwa Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Nitambue pia uwepo wa makatibu wakuu na viongozi waandamizi wa serikalini. Mheshimiwa Daniel Silo Baran, Naibu wa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitambue pia uwepo wa spika wetu mstaafu, mama yetu Mama Anna Makinda. Mheshimiwa Anton Mtaka, mkuu wetu wa mkoa wa Njombe, pamoja na wakuu wa mikoa jirani na timu zao za mikoa ambao wamejumuika nasi leo. Ndugu Tumaini Nyamhokia, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi, na viongozi wote wa vyama vya wafanyakazi na waajiri. Ndugu Caroline Mugara, mkurugenzi wa Shirika la Kazi Duniani, ofisi za Afrika Mashariki, pamoja na waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa waliopo. Mheshimiwa Hawa Mchafu, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii, pamoja na waheshimiwa wabunge wote mliopo. Mheshimiwa Dr. Yese Mliambina, jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Kazi, pamoja na waheshimiwa wote wa tasnia ya mahakama, ndugu viongozi wa sekta binafsi, ndugu viongozi wa dini, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, na ndugu wafanyakazi na wananchi wote. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais, maelezo ya awali na utambulisho vimekwisha kufanyika, na maudhui ya shughuli ya leo yamekwisha kufanyika, yamekwisha kutolewa na waongeaji waliotangulia kusema. Na Mheshimiwa Rais, hotuba inayosubiriwa leo na wafanyakazi na wananchi wote wa Njombe ni hotuba yako. Mimi niruhusu nifanye mambo mawili tu. La kwanza, kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wako na kukubali kuja kuungana nasi katika siku hii adhimu ambayo ina umuhimu mkubwa kwa wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Kitendo hiki kinathibitisha namna ambavyo serikali yako na wewe mwenyewe unavyothamini wafanyakazi na mchango wao katika maendeleo ya taifa letu. Na la pili, Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa kazi kubwa unayofanya. Mheshimiwa Rais, mkuu wetu wa mkoa wa Njombe amepata muda mchache wa kusema baadhi ya mafanikio ambayo yamepatikana mkoani Njombe chini ya uongozi wako. Mheshimiwa Rais, alama alizozitaja mkuu wa mkoa wa Njombe, hivyo ndivyo ilivyo kwenye mikoa yote. Mheshimiwa Rais, umeweka alama katika kila sekta hapa nchini kwetu. Umeweka bajeti kubwa katika sekta za uzalishaji ikiwepo kilimo pamoja na sekta zingine, ambapo tuna miradi mingi ndani ya nchi inayotekelezwa inayohusisha miradi ya umwagiliaji pamoja na pembejeo pamoja na mbegu na vingine vyote vinavyohusiana na sekta ya kilimo. Hivyo hivyo, Mheshimiwa Rais, umefanya mageuzi makubwa katika huduma za jamii. Mkuu wa mkoa amesema kwa upande wa mkoa wa Njombe, lakini ni kwa nchi nzima. Mheshimiwa Rais, umekuta baadhi ya wilaya na baadhi ya mikoa zikiwa hazina hospitali za wilaya. Mheshimiwa Rais, ndani ya kipindi kifupi umejenga zaidi ya hospitali 119 kwenye wilaya zote na halmashauri ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Na ukuishia kwenye majengo, Mheshimiwa Rais, umepeleka vifaa tiba vya kisasa vya kichunguzi
kila mkoa na kila wilaya na kila halmashauri, mambo ambayo zamani ilikuwa mpaka uende Dar es Salaam, pamoja na baadhi ya hospitali zinazomilikiwa na sekta binafsi. Lakini kwa sasa kila ukanda umeweka vifaa tiba vya kisasa. Mheshimiwa Rais, hivyo hivyo na kwenye elimu umefanya mageuzi makubwa, ukiwa umejenga zaidi ya shule za sekondari 1300 kwa mpigo, na kila mkoa una shule maalum ya wasichana. Na Mheshimiwa Rais, zamani tukiwa tunasoma tulikuwa tunagombania shule 5 tu za ufundi. Wewe katika kipindi chako umejenga zaidi ya shule 103 za amali, na kwenye shule hizo 29 zikiwa za mkondo wa uhandisi. Umetoa nchi kwenye shule 5 za ufundi hadi kwenye kiwango hicho, Mheshimiwa Rais. Lakini pia umefanya hivyo kwenye maji na sekta zingine. Umesimamia vyema kukua kwa uchumi. Na Mheshimiwa Rais, hii si taarifa yangu, ni taarifa ya magwiji wa kufanya tathmini za kiuchumi. Hivi majuzi, mwezi mmoja ama miwili iliyopita, Moody's pamoja na Fitch Ratings wametoa taarifa yao kwenye jarida lao ikionyesha uchumi wa Tanzania umeendelea kuwa imara na kimsingi ukiongoza kwa ukanda wa Afrika Mashariki na ukanda wa SADC kwa B1 stable. Nikupongeze pia kwa kuifanya sekta binafsi itulie. Mheshimiwa Rais, umetoa fedha kwa vijana zaidi ya bilioni 200, ulinituma nikakabidhi kwa niaba yako, na majuzi hivi umetoa takriban bilioni 2 kwa wale watengeneza maudhui. Leo hii wakati waandamanaji wanapita, Mheshimiwa Rais, umeona sekta ambazo zimejipanga na zikiwa na shamra kuonesha kwamba kazi inaendelea hata huko katika sekta binafsi. Mimi rai yangu kwa wafanyakazi, Mheshimiwa Rais, nikiwa namalizia, ni wafanyakazi kutokukata tamaa. Kumekuwepo na ukataji tamaa makazini hata kwa vitu ambavyo ni vidogo. Nitoe rai kwa wafanyakazi kuwa wavumilivu wanapokuwa katika mahali pa kazi, kwa sababu wananchi wanahitaji huduma za kwao. Na Mheshimiwa Rais, kwenye hili la kutokukata tamaa, nitoe pongezi za mwisho kwa mfano tuliopata wa watu wasiokata tamaa. Mheshimiwa Rais, niwapongeze sana timu ya Simba, wameonyesha uvumilivu mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, kwenye mechi ya juzi nimepata somo la watu kutokukata tamaa. Mheshimiwa Rais, ukiwauliza wanayanga, sisi wanayanga tutakwambia kama kufungwa kuna maumivu makali hivi, na wenzetu wa Simba wameweza kuvumilia mara 7, wanafungwa wanarudi tu. Hili ni somo kubwa sana la uvumilivu kazini. Wameendelea kurudi tu mpaka wakashinda. Ili litupe somo la uvumilivu mahali pa kazi. Sio unakorofishana kidogo tu na bosi unaanza kutaka kuacha kazi. Usiache kazi, kuna siku utashinda tu. Na nyie mabosi, basi muwe kama Yanga. Usitake kufurahi wewe tu kila siku. Siku nyingine basi waachie hata muungano na wenzako unaofanya nao kazi wafurahi. Mheshimiwa Rais, niliona nitoe hili kama sehemu ya pongezi, lakini somo tumelipata la kuvumilia tunapokuwa mahali pa kazi. Kwa jinsi inavyouma kufungwa, hawa wenzetu wasingevumilia wangeshahama ligi. Manake juzi waliposhinda, Mheshimiwa Rais, mimi sikuweka alamu, niliamshwa na mashabiki wa Simba kwa simu jinsi walivyokuwa na furaha. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa fursa hii na niwatakie kila laheri wafanyakazi wote. Asanteni sana, na Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa fursa hii. Asante, tunakushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nimkaribishe ndugu Heri Mkunda, yeye ni Katibu Mkuu wa TUCTA, ili aweze kuwasilisha risala ya wafanyakazi. Wafanyakazi oye!
mshikamano,